Shabiki wa Simba wenzangu, nimekuja mbele yenu leo. Kiukweli uongozi wa Simba Sport mnaniumiza. Yaani hili swala la Selemani Mwalimu kwenda Yanga limeniumiza sana. Sikutegemea kwa kilichotokea. Kiukweli viongozi mnatakiwa mjitathmini na uongozi tunapoelekea. Kwa sababu haiwezekani mchezaji usiku wa jana tuko naye, alafu leo asubuhi yuko timu nyingine. Kweli kiuhalisia sio kitu kizuri. Mimi sijapendezwa nacho na sijafurahishwa nacho. Kweli viongozi wanatakiwa mjitathmini, mjiulize mnakosea wapi. Kila siku tunakuwa sisi tu. Huu tunakwenda mwaka wa 6. Hatuna ubingwa. Na bado Yanga wanakuja kuchukua mchezaji kwetu usiku. Kweli? Viongozi mmelala kwa muda huo kikweli? Hapana, haitakiwi hicho kitu. Nataka tubadilike. Twende na nyakati za sasa. Kiongozi mmoja anakuwa ndo anasajili wachezaji. Sio mpaka tukae cabinet ya watu ndo wasajili wachezaji. Kiukweli sio kitu kizuri. Mashabiki wenzangu, inabidi tusiwaunge mkono hawa jamaa. Kwa sababu gani? Tunapoendelea kuwaunga mkono afa hatufanyii vitu vizuri, wanakuwa wanatukosea. Kiukweli tunanua jezi kila siku na tunawachangia. Natakiwa basi watusajili wachezaji wazuri. Sio kila msimu tunakwenda uwanjani Yanga anakuwa bingwa, kila msimu Yanga bingwa, kila bingwa. Sasa tunafanya vizuri, wasizoee kutuingilia kwenye maamuzi yetu, kwenye majukumu yetu ya kutafuta wachezaji. Yaani hicho kitu sio kitu kizuri. Inabidi tuwe makini sana. Maana itafika stage watakuja wachukue wachezaji ambao tunawasajili ndani ya msimu mmoja na ni wazuri, ni wakubwa, wanakuja kuchukua kirahisi. Kwa hiyo inakuwa sio kitu kizuri, kwa sababu kama sasa tulivyo tumesajili wachezaji wangapi? Wawili. Kuna Libasegeni, kuna nani yule mwingine ni Luemba. Zaidi ya wawili tuseme. Lakini angalia sasa hawa wachezaji watakuwa hawawezi kudumu kwenye klabu, kwa sababu wameshaona kwamba Yanga wana uwezo kuweka fungu na wakachukua wachezaji. Jamani, mashabiki wenzangu, tuwe makini. Kwenda uwanjani kujaza uwanja sio jibu. Kujaza uwanja sio jibu. Jibu ni kuwa na wachezaji wazuri ambao watupa matokeo kila wakati. Haiwezekani kiasi tunakwenda tunaumia sisi uwanjani. Wachezaji wanazimia, wengine wanakufa, wanapoteza maisha, na viongozi wanaona na wanaangalia hili swala. Kwa nini? Kwa nini wasibadilike viongozi? Viongozi mnatakiwa muje mbadilike.